Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukujuza hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Novoye katika mkoa wa Donetsk kwenye operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Vitengo vya vita vya magharibi vilikomboa makazi ya Novoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operation kali. Walisababisha hasara kwa uundaji wa brigade 2 za mechanized. Vile vikosi vya Urusi vimeshambulia mashirika ya kijeshi na viwanda vya Ukraine na magala ya risasi katika siku iliyopita, wizara imeripoti. Vile tangu Urusi na Marekani zianzishe mazungumzo yenye lengo la kusuluhisha mzozo wa Ukraine, kumekuwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya vikosi vya Ukraine vinavyolenga raia na miundombinu ya kiraia, pamoja na ongezeko sawia la majeruhi, kulingana na Rodin Miroshnik, mjumbe maalum wa wizara mambo ya nje ya Urusi. Tangu mazungumzo ya simu kati ya Putin na Trump ambayo yalianzisha mazungumzo kati ya Marekani na Urusi juu ya kutafuta suluhu za amani kwa mgogoro wa Ukraine, utawala wa Kiev umeongeza tu kuongezeka kwake. Nchi za Ulaya zinapinga kikamilifu juhudi za kutatua mzozo wa Ukraine. Jenerali wa jeshi Viktor Goryemkin, naibu waziri wa ulinzi wa Urusi na mkuu wa idara kuu ya kijeshi na siasa ya wizara ya ulinzi, anasema Ulaya inayoongozwa na viongozi wa Uingereza na Ufaransa inapinga kikamilifu ahadi za kutatua swala la Ukraine, anasema akihutubia kongamano la 3 la kimataifa la kupambana na ufashisti katika kongamano la Patriot. Goryemkin alibainisha kuwa kwenye mkutano wa hivi majuzi kwa Paris, nchi za Ulaya zilijadili kuongezeka kwa shinikizo kwa Urusi kama njia ya kutoa dhamana ya usalama kwa Kiev, pamoja na kutuma vikosi vya kuzuia NATO nchini Ukraine. Naibu mkuu wa ulinzi wa Urusi alisisitiza kwamba kupitishwa kwa Umoja wa Ulaya kwa mpango wa miaka 5 na kuweka silaha tena kulisababisha wasiwasi mkubwa. Vile wachunguzi wa kijeshi wa Urusi wameanzisha kesi 480 za uhalifu kuhusu jeshi la Ukraine kufuatia kukombolewa kwa mkoa wa Kursk wa Urusi. Alexander Heichstein, kaimu gavana mkoa wa Kursk, anasema Jumatano. Hayo yakiendelea, vikosi vya Ukraine vimefurushwa kwa ufanisi katika mkoa wa Kursk, ingawa baadhi ya makundi yaliyojitenga yamesalia na sasa yanaomba kuhamishwa. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema wakati wa mkutano na washiriki wa mbio za marathon, anasema hiki ni kipindi kigumu na bado hakijaisha. Ndio adui amefukuzwa nje ya mkoa wa Kursk, lakini wengine bado wamejikita katika maeneo ya chini na mafichoni. Tunasikia maombi yao ya kutaka kuhamishwa. Hata hivyo, msimamo wao hauna matumaini. Haya ni makundi yaliyotawanyika ya watu 2 au 3 wanaojificha misituni. Mwisho wa kumnukuu. Wanajeshi wa Kiukraini walionaswa karibu na Kursk wanahimizwa kujisalimisha. Wengine walichukuliwa wafungwa na kurudishwa ambako wanajeshi wenzao wamejificha kwa hofu ya kuweka silaha chini, na kulikuwa na visa vingi vya aina hiyo siku chache zilizopita, Putin alisema. Utawala wa Kiev uko tayari kwa makubaliano ya ardhi ili kusuluhisha mzozo wa Ukraine, lakini hautaki kuutambua. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa Ukraine na Urusi Keith Kellogg anaiambia Fox News. Hayo yakiendelea, Marekani iko tayari kutia saini mkataba wa madini, lakini Ukraine inajaribu kufanya mabadiliko mapya. Katibu wa hazina Scott Bessent anasema upande wetu uko tayari kusaini, wa Ukraine waliamua jana kufanya mabadiliko ya dakika za mwisho. Tuko tayari kusaini, hakuna kilichoondolewa, alisema kijibu swali ikiwa vifungu vyovyote vilifutwa kutoka kwenye hati. Anasema ni makubaliano yale ambayo tulikubaliana mwishoni mwa wiki, hakuna mabadiliko kwa upande wetu, alisisitiza. Vile kamishna wa upanuzi wa Umoja wa Ulaya Marta Koz amemwonya rais wa Serbia Aleksandar Vučić kwamba safari yake ya Urusi kwa sherehe ya siku ya ushindi Mei 9 itatatiza mazungumzo ya Serbia kujiunga na Umoja wa Ulaya. Msemaji wa tume ya Umoja wa Ulaya Guillaume Messi anawaambia waandishi wa habari mjini Brussels. Alitoa onyo hilo kutoka kwa tume ya Ulaya alipotembelea nchi hiyo. Tulionya Serbia kwamba ziara ya Moscow inaweza kutatiza mchakato wa mazungumzo na maandalizi ya kujiunga na EU. Tunatarajia Serbia kuthibitisha vipaumbele vyake vya kimkakati, mwisho wa kumnukuu. Vile mamlaka ya Ufaransa haitapeleka kikosi cha kijeshi nchini Ukraine bila msaada kutoka Marekani. Balozi wa Urusi nchini Ufaransa Alexei Meshkov anasema Jumatano. Baadhi ya kiwango cha ushiriki wa Marekani kilitazamwa na mamlaka ya Ufaransa katika sharti kuu la utekelezaji wa wazo hili. Si dhani kama litatokea, Meshkov alisema. Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alibainisha kuwa kati ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya,
Ufaransa ndio nchi pekee inayotaka kubaki na muungano walio tayari, na kuongeza kuwa kwa Paris hakika itakuwa ya ajabu chini ya maendeleo kama haya. Msaada mpya wa kijeshi utakaotolewa na Marekani kwa Ukraine utazingatiwa kuwa mchango wa Washington katika mfuko wa pamoja wa uwekezaji. Waziri Mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal anasema makubaliano ya ardhi ndogo na Marekani yatakuwa na ushirikiano kabisa. Mfuko wa uwekezaji utakuwa na maslahi ya ushiriki wa 50-50 ya udhibiti na kujaza. Michango itatolewa kwa fedha taslim, na upande wa Marekani utaweza kutoa msaada mpya wa kijeshi kama mchango kwa mfuko. Ufanisi wa uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine unategemea Marekani, kwa sababu ni utawala wa Trump pekee wenye uwezo wa kuhakikisha kuwa makubaliano yaliyofikiwa yanazingatiwa. Waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov anasema. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisisitiza kuwa Urusi inaunga mkono kuanzishwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine bila masharti yoyote. Vile vile, wakazi wengi wa nchi za magharibi hawaungi mkono wazo la serikali zao kupeleka wanajeshi wa Ukraine, kulingana na kura ya maoni ya umma iliyofanywa na kituo cha sosiolojia cha Ipsos. Vile vile, raia mwingine ambaye alijeruhiwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine kwenye eneo la Aloysk katika mkoa wa Kherson amefariki hospitalini. Naibu mkuu wa serikali ya mkoa Sergei Sherevko anasema hapo awali utawala wa eneo uliripoti kwamba watu 7 waliuawa na wengine 11 walijeruhiwa kutokana na shambulio la Ukraine. Vile vile, vikosi vya Urusi vimeshambulia miundombinu katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Ukraine na vitovu vya boti zisizo na rubani katika maeneo 162, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema katika taarifa yake. Kyiv imepeleka kundi kubwa la mamluki wa kigeni katika eneo la kusini la Donetsk. Afisa usalama wa Urusi anasema mamluki wa kigeni wametumwa kando ya mstari wa mbele katika eneo la kusini la Donetsk. Kundi hilo ni kubwa kabisa, linajumuisha Waitaliano, wa Colombia, wa Chile na wa Lithuania. Afisa huyo alibainisha, akiongeza kuwa mamluki hao walikuwa wakipigana kama sehemu ya kikosi cha 23 maalum cha wanajeshi wa Kiukraine. Vile vile, vikosi vya Urusi vimefanya maendeleo makubwa katikati mwa jiji la Chazov Yar katika Jamhuri ya Watu Donetsk katika siku chache zilizopita. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko aliongeza kuwa baadhi ya mifuko ya upinzani Ukraine ilibaki katika mji. Wanamgambo wa Ukraine wana ngome kubwa ambayo bado haijatekwa, lakini wanajeshi wetu wanafanya kazi ya kuvuka na kuizingira. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kwa kasi katika mkoa wa Sumi, huku wanajeshi wa Ukraine wakijenga ngome kwa haraka. Mtaalamu wa kijeshi wa Urusi Andrei Marochko anasema kuhusu eneo la Sumi, askari wetu wanasonga mbele kwa kasi huko wakati adui anajilinda. Ningependa kutambua kwamba wamekuwa wakiunda safu za ulinzi na ngome kwa bidii sasa, mtaalamu huyu aliongeza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.